Mwanasiasa mkongwe na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Dr. Wilbrod Slaa, kupitia chombo cha habari cha Jambo TV, alinukuliwa akisema rais ana mamlaka ya kumteua mtu kutoka nje ya Wizara ya Mambo ya Nje kwa ajili ya kuiwakilisha nchi katika maeneo yenye changamoto maalum ili kuimarisha diplomasia katika nchi husika. Dr. Slaa amesema hayo katika mahojiano na mtangazaji Wilberforce Ngoto wa Jambo TV kupitia kipindi cha maswali na majibu, ambapo namnukuu Dr. Slaa alivyozungumza. Alisema hakuchaguliwa kuwa balozi kwa utaratibu wa kawaida. Utaratibu wa kawaida ni mtu kuanzia ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje akipanda hatua hadi kuwa balozi. Wapo wengine ambao hubaki wizarani kushika nafasi zinazohitajika cheo cha ubalozi, na wapo wanaoenda nje. Aina yangu ya uteuzi ilikuwa mpya katika historia ya kibalozi. Dunia imeanza kutumia mfumo huu kwa miaka kama 20 tu, na Marekani ndio nchi ya kwanza kuanzisha aina hii ya ubalozi, alisema Dr. Slaa. Msikilize akizungumza. Dr. Slaa hajachaguliwa kuwa balozi kwa utaratibu wa kawaida. Utaratibu wa kawaida wa kuteua balozi ni mtu anaanzia chini katika Wizara ya Mambo ya Nje, anapanda hatua kwa hatua mpaka anakuwa balozi, na wengine wala hawaendi nje. Wanawekwa pale pale wizarani kwenye nafasi ambazo zinahitaji zishikwe na balozi na mtu mwenye cheo cha ubalozi. Wengine ndio wanaenda nje. Sasa aina yangu ya uteuzi ni aina mpya katika historia ya kibalozi. Masuala ya ubalozi ukirudi nyuma yameanza kwenye miaka ya 1600 zaidi, lakini kidogo ilianza kwenye miaka ya 1300 1400. Lakini aina ya ubalozi wa Dr. Slaa ina miaka kama 20 tu duniani. Na nchi ya kwanza ya kuanzisha aina ya ubalozi wa Dr. Slaa ni Marekani. Maana yake nini? Marekani ilianzisha, rais alitoka kwenye utaratibu wa kawaida wa kutokea watu ambao wamekuwa ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje, akateua mtu baada ya kuona ana mahitaji fulani ambayo yako kwa watu ambao hawako ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje. Kwa hiyo anamtafuta labda mfanya biashara, kwa sababu nchi anakotaka kumpeleka anataka kuhakikisha anafanya biashara na hiyo nchi, au anafanya jambo fulani ambalo si la kawaida na halina utaalamu ndani ya wizara. Ndio maana inaitwa ni political appointees. Alianzisha kama nilivyosema ni Marekani miaka kama 20 na kitu iliyopita sasa. Kwa hiyo Dr. Slaa amekwenda kwa sababu rais labda aliona ana kitu fulani kwa Dr. Slaa. Na nikwambie nilichoambiwa na rais aliyeniteua, sikuwa ananiapisha. Nenda karudishe mahusiano kati ya Sweden na nchi za Nordic na Tanzania. Katika mahojiano hayo vile Dr. Slaa alikumbusha namna ambavyo alipambana na ufisadi nchini Tanzania. Huyu ni mwanasiasa mkongwe ambaye amezungumza katika mahojiano na mtangazaji Wilberforce Ngoto kupitia kipindi cha maswali na majibu, ambapo amesema kuwa mwanahabari wa gazeti la Kiingereza nchini ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa hoja hizo, na kuwa yeye hakuwa mbunge, hakuwa na njia ya kuhoji serikali moja kwa moja. Hivyo Dr. Slaa anamnukuu akisema, mimi ndiye nilianzisha hoja bungeni, lakini siwezi kudai kwamba nilifanya peke yangu. Kuna mama mhariri wa gazeti la Kiingereza hapa Tanzania ndiye alianzisha hoja ya ufisadi, aliniletea mimi kama mbunge ili nihoji serikali. Nilichofanya ni kufanya utafiti kisha nikaiweka serikali kwenye nafasi ya kuwajibika, amesema Dr. Slaa. Vile ameongeza kuwa hatua hiyo ilisababisha mawaziri kadhaa kuwajibika na wengine kulala gerezani, akisisitiza mchango wa vyombo vya habari katika kufichua ufisadi mkubwa. Msikilize Dr. Slaa akizungumza sakata hilo. Mimi ndiye nilianzisha hoja za ufisadi mkubwa nchi hii. Japo siwezi kuclaim kwamba Dr. Slaa ndiye alifanya ile kazi peke yake. Yuko mama moja alikuwa mhariri wa gazeti la Guardian, nadhani Guardian kama sikosei, au ile gazeti la pili la Kiingereza, ni gazeti gani? Kuna Guardian na nini? Kuna Citizen, the Citizen. Nadhani alikuwa anafanya kazi kwenye moja wapo, ni mama wa Kihindi, nisahau jina lake. Kwenye kitabu nafikiri nimemtaja. Ndio. Yule mama ndiye alianzisha hoja ya ufisadi. Mimi kwa sababu niko bungeni aliniletea
ili niweze kupata upapanuzi kutoka kwa mawaziri, kwa serikali, bungeni. Kwa mimi nikaingiza hoja bungeni, lakini yeye ndiye alikuwa mwanzilishi, na kwa sababu si mbunge hakuwa na mechanism ya kuihoji na kuiweka serikali kuwa accountable. Mimi kazi nilifanya utafiti, na kama mbunge nikaiweka serikali kuwa accountable. Ndio kazi nilifanya. Sasa baada ya hoja zile, ni kweli na serikali iliwajibika. Kama mtakumbuka, kuna mawaziri wamelala gerezani. Sahihi kabisa. Wakati nimepelekwa mimi Keko, lakini nchi hii na mimi nimeingia gerezani kama mwanasiasa. Mwanasiasa wa kweli wa upinzani ndivyo wanavyokuwa, tofauti na watu wanaojidai wanasiasa lakini hawajui mlango wa magereza. Kwa hiyo nimekuwa tested. Huyo ndio Dr. Wilbrod Slaa, mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.